Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Kama ambavyo mapema nilikwambia kwamba niko Ilala Boma kuhakikisha kwamba kila kinachoendelea kwenye mkutano wa Young Africans pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania bara tunakufahamisha kwa haraka iwezekanavyo. Na nilikita kambi hapa kuangalia viongozi wote wanaoingia, na nilikuwa na kufahamisha ni nini ambacho kitaenda kujadilika hii leo, ambapo kikao cha kikao hiki Young Africans walituma wawakilishi wao. Inabidi nikufahamishe kwamba navozungumza nanyi mwenyekiti wa rais wa kikosi ya Young Africans Engineer Hersi, yeye hayupo nchini. Navozungumza nanyi yeye yuko Marekani, ambapo ameenda kule kwa ajili ya masomo, anasomea masuala ya sports and business nini kwenye chuo cha Harvard University. Lakini pia atakuwa kwenye sehemu ya viongozi ambao watashiriki michuano kutazama michuano ya kombe la dunia la vilabu barani Afrika. So yeye hakupata wasaa wa kuja, lakini kuna watu ambao walifika kwa ajili ya kumwakilisha. Moja ni Arafat Haji ambaye ni mheshimiwa rais, makamu wa rais wa kikosi cha Young Africans. Kwa mujibu wa katiba ya Young Africans inampa mamlaka ya kushughulikia masuala yote ya kiutendaji yanayohusu club pale ambapo rais hatakuwa maeneo ya kazi, lakini kikubwa zaidi ni kumsaidia rais katika majukumu mbalimbali ya kikazi kwenye kila kinachoendelea. So yeye ndiye ambaye aliongoza jopo la watu wao kuitikia wito wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Wa pili ni Rogers Gumbo ambaye yeye kimsingi ni mjumbe wa kamati tendaji ya Young Africans, kwa sababu kama ambavyo tunavyojua Young Africans inaundwa na kamati, inaundwa na wanachama ambao wanachama ndo wana power ya kuchagua viongozi wa kuingia madarakani. Na viongozi wale wakishaingia madarakani, kwa maana rais pamoja na makamu wa rais wanapata nafasi ya kutengeneza tunaita executive committee, kamati tendaji ya kikosi cha Young Africans. Kuna wajumbe ambao wanachaguliwa na Young Africans moja kwa moja kuingia kwenye kamati tendaji, lakini kuna wajumbe ambao wanateuliwa na rais na makamu wake kwa ajili ya kusaidia kazi. Sasa hawa ndio ambao wanapitisha baadhi ya mambo kabla ya kwenda kwenye mkutano mkuu. That means rais wa Young Africans hawezi kujiamlia bila kamati tendaji kukaa chini, na kamati tendaji ipo kwa ajili ya kutazama masuala mapana ya kikosi ya Young Africans. So Rogers Gumbo ni miongoni mwa wajumbe wa kamati tendaji. Andrew Ntine yeye ni CEO wa kikosi ya Young Africans. Kazi ya CEO yeye ndo yule ambaye tunamuita day to day activity. Zile kazi zote za kila siku ni yeye ndio ambaye anahusika nazo kuhakikisha kwamba anazifanya. So Arafat Haji anaweza asiwe ofisini, Rogers Gumbo anaweza asiwe ofisini, Engineers anaweza asiwe ofisini, lakini kimsingi Andrew Ntine inabidi awepo. Kwanza ni kumanage financially, ni kumanage management yote ya kikosi ya Young Africans na idara zake zote, idara ya fedha, idara ya kiufundi, idara ya mawasiliano, idara zote zinakuwa chini yake, ni kuhakikisha kwamba anazimanage. So yeye alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye kikosi, kwa sababu after all maamuzi yote atakayotolewa yeye ndiye atakayepeleka order kwa watu wengine, kwa maana ya viongozi walioko chini pamoja na wengine wote ambao wanashughulika. Kwa sababu mfano kama kikao cha leo, of course nitakwambia majibu yaliyotoka. Kikao cha leo majibu yanayotoka yeye ndo anakuwa mtekelezaji mkubwa. Mathalan wamekubali mechi ichezwe, maana yake yeye anabidi atoke hapa akashughulikie logistics zote za kupata uwanja, kwa maana ikiwemo kukodi uwanja wa taifa na kutoa taarifa kwa umma na kuambia wachezaji waendelee kujiandaa na kutafuta logistics za usafiri na vitu vyote. Lakini mwingine alikuwepo Advocate Kalange ambaye yeye ni mwanasheria wa kikosi cha Young Africans, kwa sababu mambo ambayo ilienda kuzungumzika huku ni masuala ya kisheria. Lakini mwingine ambaye alienda alikuwa ni Ali Shaban Kamwe ambaye yeye ndiye afisa habari wa kikosi cha Young Africans. Na kwenye timu zetu maafisa habari wanakuwa si tu watu wa kusema, bali pia wanakuwa ni watu wa kutenda, kwa maana ya ni PR, public relation, kuhakikisha kwamba timu ile tunasema brand ya timu inaendelea kuwa salama sokoni. So yeye pia inabidi awepo kwa ajili ya kusikiliza ni nini ambacho Young Africans wataenda kuzungumza. So mara baada ya mazungumzo hayo Young Africans hawajakubali kuongea na chombo chochote cha habari. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara hawajakubali kuongea na chombo chochote cha habari. Sana Young Africans wametoa taarifa kwa umma. Na taarifa hii kwa umma haijachelewa, kwa kumaanisha kwamba inawezekana Young Africans walienda kwenye kikao hiki wakiwa na majibu yao kwa namna yoyote ile, kwamba pamoja na kwamba mmetuita kwenye hiki kikao tuzungumze, lakini sisi tuna misimamo yetu, na msipofuata misimamo yetu, sisi wenyewe
wenyewe tutakuwa na tunaendelea na msimamo wetu. Kwa Young Africans kuna vitu ambavyo walivihitaji. So Young Africans leo June 9 mwaka 2025 wakatoa taarifa kwa umma, ambayo hii taarifa kwa umma imetokana na kamati tendaji kwamba uongozi wa Young Africa Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni mwaka 2025 walipokea barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya usuyu mchezo namba 184 wa ligi kuu NBC Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo kwa kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu ya Juni 9 mwaka 2025 kwenye ofisi za bodi ya ligi kuu Tanzania zilizopo jengo la NSSF Mafao House jijini Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wa klabu yao kuwa hawatoshiriki mchezo nambari 184 uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni mwaka 2025 mpaka pale matakwa yao tuliowasilisha kwa maandishi yatakapotimizwa. Kuna matakwa ambayo Young Africans waliwasilisha kwa maandishi, na yale matakwa yalikuwa yanahitaji vitu vitatu. Kwanza, watoe taarifa ya nani alivuruga mchezo wa tarehe 8 March mwaka 2025. Pili, walihitaji hiyo bodi ya ligi kuu Tanzania Bara baadhi ya watu wajiuzulu kwa sababu wanaonekana kutokuwa na imani na wale watu. Lakini tatu, walihitaji alama 3. Sasa yote haya ambayo Young Africans walidemand, hakuna hata kitu kimoja ambacho kimefanikiwa. So Young Africans wao wameendelea na msimamo wao kwamba hawako tayari kucheza mchezo mpaka yale matakwa yao kisheria yaweze kujibiwa vizuri. Wanasema tunawatakia kila kheri bodi ya ligi kuu Tanzania Bara na shirikisho la mpira wa miguu nchini katika kushughulikia matakwa yetu yenye mustakabali mkubwa wa maendeleo ya mpira nchini Tanzania. Imetolewa na kamati tendaji ya Yanga Afrika, kwa maana ya kwamba mechi ya June 15 inawezekana isichezwe. Bado nasubiri taarifa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania Bara, kwa sababu Yanga wao wameshatoa taarifa yao na ni nini ambacho mpaka sasa hivi inabidi kifanyike. Lakini bodi ya ligi kuu Tanzania Bara na wao itawafaa watoe msimamo wao, kwa sababu wao ndio ambao wanasimamia ligi kuu Tanzania Bara. Je, wao watasemaje? Ile hali walishatoa taarifa kwa kila mmoja anayehusika, kwa maana hata wale wenye haki za matangazo waanze kutangaza mchezo na kufanyia promotion. So kitu ambacho tutasubiri ni namna ambavyo bodi ya ligi kuu Tanzania Bara wao watatoa majibu gani katika hili na msimamo wao ni upi. Msimamo wa Young Africans ni hawachezi hiyo mechi ya June 15, na Simba wao wanataka kila kitu kiende vizuri na hiyo mechi ichezwe. I don't know itakavyokuwa, mimi naweza nikakwambia kwamba tusubiri kuona, na hiyo ndio ripoti kutoka hapa. Bado naendelea kufuatilia na nitakufahamisha kila kitu kwa wakati sahihi. Asante, bye bye.